Mchungaji Shomo. Marhaba, habari yako bwana? Salama kwema? Safi, za nyumbani? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi wewe? Mimi niko salama, familia iko salama, tunamshukuru Mungu aliyetuumba, anazidi kutupigania. Tumekutana kwa ajili ya kuzungumza zile taarifa zetu za kimichezo ambazo zinachukua nafasi kubwa kuliko ambao limechukua nafasi kwa siku ya jana mpaka hivi leo linajadiliwa ni kuhusiana na Pacome Zouzoua alichokifanya ndani ya kikosi cha Ivory Coast kwenye mchezo wao. Pacome Zouzoua ameibuka kuwa man of the match wa mchezo ule na amecheza dakika zote 90 kwenye kikosi ambacho kimesheheni wachezaji bora kuliko tulivyokuwa tunafikiria kwa Pacome Zouzoua kupata nafasi katika kikosi hicho. Kwanza wewe unazungumziaje Pacome Zouzoua kupata nafasi hiyo na kufanya kile ambacho amekifanya kuwa nyota wa mchezo? Mimi nafikiri turudi kwenye interview zetu za nyuma. Tuliwahi kumuongelea hapa Pacome Zouzoua. Tukasema Pacome Zouzoua kinachomhukumu ni kwamba katoka taifa la mpira. Angekuwa kama katoka mataifa ya kawaida yenye wachezaji wa kawaida, Pacome Zouzoua angekuwa yuko timu ya taifa miaka mingi sana. Lakini tatizo ni kwamba Pacome Zouzoua yuko kwenye nchi ya mpira na watu wengi wamesambaa duniani. Kwa hiyo mpaka kuja kuonwa wewe unayecheza Afrika, tena timu za huku East Africa, yani wakufikirie sana. Lakini Pacome Zouzoua amedhihirisha kwamba kipaji ni popote, uwezo ni popote, na talent Mungu aliyokupa utaionyesha popote. Kwa hiyo Pacome Zouzoua, kwanza washabiki walianza kumuona, akapewa uprofesa. Uprofesa ni ngazi ya juu sana katika elimu. Au profesa ni ngazi ya juu sana katika kila kitu unachokifanya. Kwa hiyo kama yeye tumempa sisi profesa, wao kikundi tu cha wataalamu watashindwaje kumpa man of the match wakati wao ndo wataalamu kuliko sisi? Kwa hiyo mimi ninachosema Pacome Zouzoua ni baraka tulioipata sisi washabiki wa Yanga kucheza kwetu. Na nina imani ataendelea kuwa man of the match kama wataendelea kumwamini, kama wataendelea kumpa. Kwa sababu ile kwanza amecheza ni mechi ya kwanza baada ya miaka mingi sana. Alicheza nyuma huko lakini kwenye chani, nafikiri kuqualify kwenda chani. Kwa hiyo nafikiri kama wataendelea kumpa, wakaendelea kumwamini na yeye atajiamini, akatoa alichonacho, Pacome Zouzoua hata wanaocheza Ulaya ni wachache sana wa kuweza kumweka benchi. Tukizungumzia Young Africans, kwa sasa anaibeba timu iko mabegani ni Pacome Zouzoua ama kuna mchezaji mwingine? Nataka yule ambaye ni Greater Ratest, mchezaji wa mwisho ambaye anaibeba timu. Kimani wa Yanga sasa hivi tunaweza tukasema ni Pacome Zouzoua, lakini haibebi. Mpira wa miguu ni wa kushirikiana. Mpira wa miguu ni organization. Kwa hiyo huwezi ukasema mtu mmoja anaibeba timu, kwa sababu mtu mmoja anapata mashirikiano ya wengine. Wengine wakiwa dhaifu, yeye peke yake akiwa imara. Mfano kama Diarra, anaibeba kati ya Diarra na Pacome Zouzoua ni nani katika siku hizi za karibuni? Pacome Diarra ameokoa magoli yasiyopungua 8 ya wazi. Sasa kama yeye Pacome angekuwa anafunga moja, huku Diarra anafungwa 3, hata ubora wake tusingeuona. Lakini ubora wake unakuja kukomaa au tunakuja kuona wa maana pala anapofunga goli moja linatupa furaha. Lakini huku Diarra kazuia mangapi? Kwa kama Diarra kazuia mabao 3, Pacome Zouzoua kafunga moja, maana yake si ni moja bila. Kama Diarra angekuwa sio imara akafungwa 3, singekuwa 3-1, tungeendelea kuwa na furaha? Isingeonekana. Kwa hiyo tusiwabeze wengine, tukamtukuza mwingine, tukaacha kuona uwezo wa hawa wengine, au tukawaona hawana kazi. Hiyo tutakuwa hatuwatendei mema au hatuwatendei vizuri, kwa sababu sisi washabiki tunahitaji nguvu ya wote pamoja. Hauwezi kwenda kutegemea nguvu ya mmoja. Nguvu ya mmoja haitasaidia timu. Sisi tunachosema kwamba hatumbezi Pacome, anacheza vizuri, anaibeba timu, lakini tusiseme kwamba yeye ndo anaibeba timu yote. Ni mashirikiano ya wachezaji wote. Benchi la ufundi ndo benchi la ufundi linalompa utaalamu wa kwenda kucheza vizuri ndani. Benchi la ufundi ndo linalowatengeneza.
na yeye mwenyewe anaenda kutoa kipaji chake akishirikiana na wenzake, kwa sababu hawezi akatoa pasi akaiwahi yeye akafunga. Lazima atoe pasi arudishwe na mwingine ili tena yeye afunge. Ni kama lile goli walilofunga na Violent, alianza Max akampa Pacome akampa Boyeli akamrudishia akaenda kufunga. Kwa hiyo ni mashirikiano ya wote. Kwa hiyo kama ni sifa tuwape wote, ila tutamsifia zaidi yeye kwa sababu yeye ndo mara nyingi anaonekana kutoa maamuzi ya mechi. Kwa hiyo hata timu zote zinakuwa na mtu ambaye mkishindwa mnamwachia mechi aiamue. Wapo wakina Messi, wapo wakina Ronaldo, walikuwepo wakina Gattuso huko nyuma. Kwa hiyo ni kipaji Mungu alichompa, lakini sasa isifikie hatua ya kumtukuza yeye peke yake. Tukimtukuza yeye peke yake tutawavunja nguvu wakina Maxi ambao hajawahi kuchuja ubora wake toka amekuja Yanga, hajawahi kucheza kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo tukienda kwa ushabiki wa kubagua wachezaji kwamba huyu anacheza sana kuliko wengine, hawa nao binadamu wanaweza wasione thamani yao kwenye klabu. Kwa hiyo sisi tunakubali uwezo wa Pacome ni mzuri, lakini sasa isifikie hatua ya kumtukuza peke yake. Tuwatukuze wachezaji wetu wote ili waweze kutupa matokeo, ili waweze kutupa furaha. Furaha ya mpira hailetwi na mtu mmoja. Furaha ya mpira inaletwa kwa mashirikiano wote. Yule X Factor aliyemkosa Fadurahmani Davis pale Wekundu wa Msimbazi na akaweka wazi kwa Young Africans, tuongelee kwa Pacome Zouzoua na kile ambacho amekifanya Ivory Coast. Kwa Pacome Zouzoua ndio X Factors Fadu alikuwa anamzungumzia, ama yupo zaidi ya Pacome Zouzoua Fadu alikuwa anamhitaji pale Wekundu wa Msimbazi? Sasa yule ni coach, yeye ana vitu vya kuangalia katika wachezaji, na yule amesema ni mtu mwingine ambaye mimi kwanza simjui na sijawahi kuongea naye. Kwa hiyo yeye itabaki kichwani mwake aliyekuwa anamuongelea ni nani, na sisi tutaendelea kuona wanaotufurahisha kama wachezaji, na sisi tutaona kwa uwezo wetu. Sisi sio wataalamu, ila kama yeye alitamka kwamba X Factors anayemtaka ni Pacome au ni Boyeli, basi ni heri, lakini siwezi kujua sasa alikuwa anamuongelea nani, lakini alikuwa anatafuta mtu wa aina hiyo. Ni karba ya Pacome Zouzoua. Karba saka sijui kama ni ya Pacome au kama ni ya Dube. Kwa hiyo X Factors sijui kama alikuwa anaongelea wako Yanga au alikuwa anatafuta sehemu nyingine. Lakini kwa ufupi ni kwamba wachezaji wa Yanga wote wanaweza wakaingia kwenye mawazo ya yule bwana ya X Factors. Sijui kwanza hata kirefu chake ni nini. Kwa hiyo yeye ndo amelileta neno jipya kabisa, sisi tulikuwa tulielewi. Kwa hiyo kama yeye ameona hilo neno lake anaweza kupata Yanga, basi kumbe tuna wachezaji wa kiwango kingine kabisa ambao hata makocha wengine wanawatamani. Maana alisema kwamba kukabiliana na Yanga ambayo ina X Factors wengi inakuwa ni ngumu sana. Angepata na yeye angalau hata mmoja, ingekuwa ni vyema sana kukabiliana na Yanga. Na tuliona kile ambacho kilitokea kwenye ngao ya jamii. Young Africans ushindi wa bao 1-0. Ya ni kweli, hata yeye mwenyewe baada ya kutoka hapa akaenda huko Raja Casablanca, alisema katika maongezi yake kwamba ni kazi ngumu toka ameanza kazi ya ukochi. Amekutana na timu ngumu sana katika maisha yake, ni Yanga peke yake. Mpaka akasema kwamba wenzetu sijui mazoezini wachezaji wao wanawafundishaje. Kwa hiyo ina maana ni kweli alishindwa namna ya kupata ushindi kwenye wachezaji wa Yanga. Sasa hapo ina maana tuwasifu viongozi wetu kwamba wanachagua wachezaji wenye talenti kubwa sana. Wachezaji ambao yani ukiwaunganisha wanakupa kitu kizuri sana. Lakini hilo halina kificho. Miaka 4 kuchukua makombe yote sio kazi ndogo. Kwa mpira wetu wa bongo wa fitina huu, yani uchukue kombe la Federation, kombe la ligi, ngao ya hisani, kaka lazima uwe na nguvu ya ziada. Kwa hiyo mimi nawashukuru wachezaji wetu na nawashukuru viongozi wetu, wanatuchagulia wachezaji ambao wana uelewa mkubwa na uwezo mkubwa na kipaji kikubwa, na kikubwa zaidi nawashukuru wachezaji wetu sana, kwa sababu mchezaji anaposajiliwa na Yanga huwa anaivaa Yanga, inakuwa kama ya kwake, inakuwa kama familia. Mchezaji yote akicheza Yanga huwa inamuingia sana. Angalia hata huyu Skudu Makudubela, huko aliko yeye kutwa ni kuisifia Yanga tu. Romalisa huko aliko kutwa ni kuisifia Yanga tu. Mkoko Tonombe huko aliko kutwa ni kuvaa jezi za Yanga tu. Kwa hiyo ina maana hawa wanaondoka kwa sababu mpira tu ni mchezo
wa kuhamahama. Kama ingekuwa ni kwamba mtu anaulizwa ufanyaje, wengi wangeishia pale pale. Kwa sababu inatuonyesha wewe huwezi kuwa mchezaji wa AS Vita lakini mazoezi unachezea jezi ya Yanga. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba wachezaji wakija kucheza Yanga huwa inawaingia, inakuwa moja ya familia yao, inawaingia kwenye damu. Kwa hiyo na wasifu sana wachezaji wetu wanavyojituma, na Mungu awabariki, aendelee kuwajalia afya ili waweze kutupa matokeo mazuri sisi tulio nyuma yao. Sawa mchungaji. Nafasi ya Engineer Hersi baada ya kuteuliwa kuwa mjumbe wa FIFA katika kamati ya mashindano ya wanaume ya vilabu, hii kwanza inaashiria nini? Na jana alipata mwaliko pia kule kwenye jambo la kihistoria kubwa sana linalohusu michezo kule Roma, Italia. Hii inaashiria nini kwa Engineer Hersi na inatupa tafsiri gani kama Tanzania tukiwa na wawakilishi FIFA? Yani mimi ninachoweza kusema au ninachoweza kumshukuru Mungu katika mambo haya mawili tu kwenye michezo. Kwanza kunibariki mimi kuwa Yanga. Namshukuru sana Mungu. La pili ni kuniletea Engineer Hersi kuipenda Yanga nikawa naye kwenye kundi moja. Yani hilo huwa naamka asubuhi mchana namshukuru sana Mungu. Katika nchi ya Tanzania, katika mpira, kipaji ambacho tumepewa na hakitatokea ni yule mtoto. Yule mtoto ana akili ya mpira tofauti na watu wanavyofikiria. Ana akili ya mpira tofauti na watu wanavyomweka kwenye kundi la mpira. Yule ni talent, yule ni engineer kweli. Sio engineer wa majengo, sio engineer wa mabarabara. Huko kote alisoma tu increase knowledge. Lakini yule hasa ni engineer wa ball. Unapopewa kuhutubia kwenye mkutano wa FIFA na ukatoa nondo, watu wakasimama kukupongeza, maana yake wewe ni kichwa kweli kweli. Hakuna kitu kigumu kukielezea kama mpira, hasa ukiwa kwenye taifa la chini ambalo halitambuliki kimataifa. Ni kazi kubwa sana. Sasa mimi ninachoweza kumsema Engineer Hersi, Mungu aendelee kumbariki, Mungu aendelee kumpa afya, Mungu aendelee kumlinda, na sisi wa Tanzania wote tutanufaika na Engineer Hersi. Yanga tutanufaika, Simba watanufaika, timu ya taifa watanufaika, watoto wanaozaliwa kwenye taifa hili kwa ajili ya kuja kucheza mpira kwenye marika yao watakuja kunufaika sana na uwezo wa huyu kiumbe kuhusu mpira. Ni mtu ambaye uwezo wake sio wa nchi hii, sio wa bara hili. Yule alikuwa anatakiwa akaungane na wazungu ambao ndo wako serious kwenye mpira. Hapa Afrika tunaweza tusione sana uwezo wake kwa sababu ya watu wengi wa Afrika hawako serious na mambo yao. Lakini huyu mtoto ameweza kujipembua, akatoka peke yake, akajidhihirisha. Wapo wamepita watu wengi wa mpira. Wamepita akina Odiga Tenga, siwadharau wazee wangu, wametutengenezea mpira mpaka huu uliopo, lakini hawajafika nafasi hizo. Wamepita akina Aden Rage, ni watu wa mpira sana. Wamepita akina marehemu Elimamuri, wamepita akina marehemu Dolanga. Basi yani ni watu wengi wa mpira wamepita, lakini hakuna mtu aliyeweza kupata bahati kubwa kama hiyo. Kwa hiyo mimi na waomba wa Tanzania tuondoe usimba na Yanga, tuondoe mapenzi yetu ya klabu, tumpe support huyu kijana, tuweze kumuombea kwa Mungu, tuweze kumnenea mema, akifanya chema tuweze kumpongeza ili na yeye aweze kufurahia matunda ya bidii yake na aone watu anachokifanya kwamba watu wanamsupport. Sio kapata cheo kikubwa namna ile halafu timu zingine zinakuwa hazimpongezi. Taasisi zingine zinakuwa hazimpongezi. Hiyo hata yeye mwenyewe anajisikia vibaya. Huwezi jua, ya Mungu ni mengi. Anaweza kuwa rais wa FIFA baadaye na wewe ulikuwa unamponda, si utaenda kuomba msaada kwake? Kwa hiyo hata kama tuna chuki, yule kapewa na Mungu, tumsupport. Hata kama tumpendi, tumunge mkono ili kuondoa zile chuki ndogo ndogo, ili baadaye ziweze kutusaidia, aweze kukusaidia yeye hata kama ulikuwa humpendi. Mtu hata kama umpendi, kama una shida, si utaenda kwake tu, na yeye atakusaidia bila kujua hata kama
anajua kwamba humpendi, lakini atakusaidia kutokana na wajibu wa kazi yake. Sasa tuondoe ile kwewe mwenyewe kwenda mwenyewe kwa mashaka kwenda kuomba kwa yule mtu ambaye unaenda wewe mwenyewe, unasije atakubali sio atakubali, kwa sababu ugumu ulianza kuweka wewe. Tuondoe kwanza huyu mtoto, tumsapoti, tumpe baraka zote kama wazazi wake, tumpe baraka zote kama ndugu zake, ili aweze kufikia malengo ambayo Mungu amempangia. Shukrani sana mchungaji kwa maoni yako. Asante sana.